nzuri tunayojifunza masomo yanayosema thamani ya watoto. Thamani ya watoto ama ya mtoto. Thamani ya watoto ama mtoto. Tumeanza siku ya Jumatano kuongea habari ya thamani ya mtoto ama watoto, na nilipokuwa naendelea kuongea niliongea kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 7 mpaka mstari wa 11, na tuliangalia hapo panaposema kwa habari ya ndugu yetu moja anaitwa Elikana. Elikana alikuwa ni mtu mwenye wake wawili, mmoja alikuwa anaitwa Penina na mmoja alikuwa anaitwa Hana. Na huyu ndugu alikuwa na desturi ya kwenda eneo moja kwenda kufanya ibada yake, na alikuwa anaenda kwenye ibada hiyo akiwa na wake zake wote wawili, anaenda na Hana, anaenda na huyo Penina. Lakini Biblia inatuambia kwamba Hana hakuwa na mtoto, lakini Penina alikuwa na watoto. Na kwa sababu Penina alikuwa na watoto na Hana mwenzio alikuwa hana, akawa mara nyingi anamzomea na kumpa maneno ya kecheli. Na kwa sababu huyu dada Hana alikuwa hana mtoto, kwake lilikuwa ni teso, yalikuwa ni maumivu. Lakini mimi pamoja na hivyo nilikuwa na tafakari na kuangalia jinsi Hana alivyougua na alivyokuwa na uchungu kwa kukosa mtoto, na inanipelekea kugundua kumbe katika maisha pia kuna watu wana vitu vya thamani katika maisha yao. Nikaangalia kuna wengine chakula ni cha thamani. Nikasema kwa mfano kabila la Wasukuma, aheri auze makisai apate chakula ndani. Akikosa chakula, ng'ombe hazina thamani kwake. Kwa hiyo unagundua kuna watu wanaona chakula ni cha thamani, lakini kuna mwingine gari ni ya thamani, mwingine simu ni ya thamani. Lakini leo nataka nikwambie mtoto ni wa thamani kuliko simu, ni wa thamani kuliko nguo, ni wa thamani kuliko gari, ni wa thamani kuliko taaluma ulionayo, ni wa thamani kuliko kazi ulionayo, ni wa thamani kuliko ujuzi ulionao. Yeye ni wa thamani. Haleluya! Pigie Yesu makofi. Na tukaona pamoja na kuwa watoto ni wa thamani, lakini tupo kwenye dunia ambayo inachanganyikeni. Kuna watu akili zao bado ziko vibaya, na unaweza ukaona kuna wengine wanazaa watoto wanawatupa majararani, lakini kuna wengine wanazaa watoto wanawaachia ndugu zao, na wengine wanazaa watoto wanawaachia wazazi, kina baba na mama, waanze kuhangaika na wajukuu. Na mimi nilishawaambia wazazi wangu, kwa wale ndugu zangu wanaowapelekea wajukuu wa wale, nikamwambia baba ulihangaika, mama ulihangaika kwa ajili yangu tukiwa bado wadogo, mmetufunga vile vinepi sijui mnaita, na leo na wajukuu tena mnaletea muendelee kufunga nepi mpaka lini? Waache wenye watoto wahangaike na watoto wao. Sasa kwa nini nasema hivi? Aliyepewa wajibu wa kumlea mtoto ni mzazi, sio jirani, sio mama mtu, sio bibi mtu, sio babu. Anayepaswa kulea mtoto ni nani? Ni mzazi. Na tukasoma andiko la msingi sura ya 22 misari na ule mstari wa 6. Tunapewa agizo kuwalea watoto katika njia inayowapasa, nao hawataiacha mpaka watakapokuwa wazee. Na tukasogea tukasema kuna namna ya kuwalea watoto. Tuliangalia namna mbalimbali, na namna ya kwanza tuliangalia tukasema watoto tunaweza tukawalea kwa namna ya kuwakabidhi watoto wetu kwa Mungu toka mwanzo wa maisha yao. Hiyo ilikuwa namna ya kwanza, na tulisoma kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 24 mpaka 28. Tunamwona Hana baada ya Samueli kuachishwa maziwa anampeleka kwa kuhani Eli, akamkabidhi kwa Eli kama kuhani.
kwamba nimemleta mtoto huyu kwenye madhabahu. Mimi ndiyo yule mama niliyeomba kwa ajili ya mtoto, na leo nimepata mtoto, amefikia umri wa kuacha maziwa, huyu hapa. Akamkabidhi Samueli. Hiyo ilikuwa njia ya kwanza. Njia ya pili, tukasema unatakiwa uwaelekeze watoto kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, na tulisoma Mithali 4:1-4. Lakini njia ya tatu tukasema wafundishe watoto kumcha Bwana, kukataa uovu, wapende haki na wakatae dhambi. Lakini tukaenda namna ya nne. Namna ya nne tukasema wafundishe watoto kwa mfano wa maisha yako, kwa mwenendo, usemi, na jali wokovu wao kuliko kazi zako. Jali wokovu wa watoto. Na hapa niseme kidogo. Tunaposema wafundishe watoto kwa mfano, waige mfano wa maisha yako katika mwenendo, katika usemi. Nilisema ile siku na nimerudia mara kadhaa. Wazazi wengi wanaishi na watoto, hawajui kama maisha wanayoishi wanaridhisha kwa watoto. Kwa mfano, wewe mama ni mtukanaji wa matusi, na mtoto wako atakuwa ni mtukanaji wa nini? Wa matusi. Kwa nini? Anachukua, anakopi na kupesti kutoka kwa baba na mama. Lakini kama wewe mama mhudhuriaji wa ibada, na mtoto wako tutamwona atakuja kwenye ibada. Lakini kama wewe mama ni mtoaji mzuri, na hao mnawaonaga wanachunguliaga, mama anachukua kwenye kikapu sadaka shingapi, anaona unachagua shilingi 100, ndio unaileta madhabahuni. Halafu na yeye unapompa sadaka unamtafutia zile sendi shilingi 50, ndio unamkabidhi. Huyu mtoto atajua maisha ya Mungu, kumbe ni shilingi 100 kwa shilingi 50. Anakopi na kupesi kutoka kwa we mzazi. Na hapa nitatengeneza chombo cha sadaka chini pale, niweke bati. Ukirusha gwala lako lipige ngarangada. Unajua wanakuaga na heshima, nakuta ameshikilia, anashuka naye, kumbe anashikilia ile 100, wala sio 1000, wala 1050 kaishika. Ukimfundisha mtoto hivyo, unamtengenezea mazingira mabaya. Mlisishe mtoto tabia njema kwa mfano wa maisha yako unayoyaishi. Amina, watumishi wa Mungu. Nilikuwa naongea na watu asubuhi, nikasema hao watoto wanaishi maisha ya kukopi na kupesti, na ndio maana kuna wakati wakiwa wenyewe utasikia nao wanacheza tikisa tikisa. Walimwona hapo nani Ambonisi anatikisa, nao wana tikisa. Wengine wanaenda wanaliokota limwanzi, kipande cha mti, anaanza kupuliza saxophone ya Joel. Yuko na anapuliza nilimti, anaiga kwa Joel. Wewe unafikiri hawaoni? Wanaona. Na kuna mahali lishatokea kichekesho, tutoto ile hali ya kulalaga chumba kimoja na watoto. Ifika mahali katoto kanachungulia, kakaenda siku moja kakamata katoto kakike, kaambia lala chini. Kenye nako kakaenda juu, kanasema twende. Kamepesti, kamekopi. Na nyinyi wazazi muko hapa, msilale na watoto hawa kwenye chumba kimoja. Wawekeni vyumba vyao. Hawa ni watu wakubwa, nyinyi hamwajui tu. Ni watu wakubwa hao. Wewe unakaa amelala usingizi, hajalala usingizi, anaangalia macho anabinya hivi. Baadaye wakifika wanasema tunakamatana, tunafanya mazoezi. Nataka niwaambie, lazima tuwatengenezee watoto tabia njema. Amina. Usipofanya hivi, watakopi ile tabia isiyofaa. Lakini si hivyo tu, tunakimbia kwa ajili ya muda. Wangu umeshaisha sana kwanza, yaani dakika zangu zimeisha, alafu tuna maswala ya rundo na kidogo. Tukasema watoto wafundishe nidhamu
ya kukuheshimu baba na mama na watu wengine. Leo unaenda kwenye basi unakuta kabisa katoto kamekaa kwenye kiti, libaba limekuja limesimama na asante labda limebarikiwa lina kitambi. Acha mimi banda hapa na maombi yangu, limebarikiwa lina kitambi futu. Katoto kamekaa pale kwenye kiti kanachungulia tu kitambi, akako tayari kupisha. Kana mwambia baba, ukome na kitambi chako hiki, mimi sikuachi kiti hapo. Ni shida nini? Tumekosa fundisho. Lakini pia tunahitaji kuwafundisha watoto kuepuka vishawishi viovu na kujitenga na marafiki wabaya. Nataka niwaambie wazazi, wafundishe watoto kujitenga na marafiki wabaya. Waulize watoto, rafiki yako ni nani? Sawa Wahoji kabisa, ikiwezekana waambie niletee rafiki yako. Sawa Usipate shida, mwambie niletee rafiki yako. Akishafika unaanza kukaa nao, unahojiana naye maisha wanayoishi, shule wanasomaje, wanafanyaje. Utajua mwanangu ana rafiki mzuri ama hana rafiki mzuri. Lakini jambo lingine, wafundishe watoto kuwa Mungu anawaangalia na kuwathamini. Wanayoyafanya Mungu anajua. Waeleze watoto Mungu anajua mnachokifanya, anajua mnachoendelea nacho kwenye maisha. Waonyeshe kuwa yupo Mungu anayejulikana, si Mungu asiyejulikana. Watazamishe Mungu wao anajulikana na anajua maisha yao. Lakini pia jambo la 8, waeleze watoto kwenda kwenye makanisa ya kiroho wanayofundisha maneno ya Mungu kwa kiwango cha juu kilichoambatana na madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Wasiende tu. Sasa hivi kuna hizi event. Juzi alinipigia simu mtu mmoja na mama Lydia, nikamkabidhi kwake, nikamwambia mchungaji Lydia, dili nao hawa watu. Ikaonekana ni watu wa mchanganyiko wa madhehebu tofauti tofauti, wanataka waje wafanye huduma hapa. Mchungaji Lydia akasema hao hapana mchungaji, haturuhusu waje. Kumbe tuna kazi ya kuambia watoto wetu waende kwenye makanisa ya kiroho wanayofundisha neno la Mungu kwa kiwango. Kina Joe, msipende kuchangamana na watu ambao hawakai kwenye wokovu halisi. Nyinyi waimbaji kina mama Titi kaeni na watu ambao wameamua wa Pentekoste. Na kama wao wanakuja waje tuwafundishe kwanza wabadilike. Biblia inasema hakuna nuru na giza kukaa pamoja. Kwa lazima tuwaambie. Lakini pia jambo la 9, wafundishe kumtumikia Mungu na wajitenge na dunia. Watoto hawa wafundishe kumtumikia Mungu na wajitenge na dunia. Ninakimbia, wewe uliyekuja leo andika tu hizo point, kwa sababu tumeanza semina toka Jumatano. Tunataka tuwai watoto wakale wali. Lakini namba 10, wafundishe kuwa wao ni wageni duniani, si wenyeji. Wenyeji wao huko mbinguni. Yesu anasema ninaenda kuandaa makao. Sawa halafu kisha nitakuja niwachukue. Kwa waambie watoto kuwa hapa mnapita, mbingu ndio nchi yetu ya kudumu. Uwaeleze. Lakini sambamba na hilo, wafundishe watoto umuhimu wa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hawa jamaa wanatakiwa wajazwe na Roho Mtakatifu. Niliwaambia watu waliokuwepo Ijumaa, nikasema hivi, Yohana Mbatizaji wakati mamake Elizabeth pamoja na Zakaria wamekaa kwa muda mrefu bila mtoto, siku moja malaika akawashukia akamwambia Zakaria, mke wako atashika mimba naye atapata mtoto ambaye atajazwa Roho Mtakatifu toka tumboni mwa nani? Mwa mama yake. Yohana amejazwa Roho Mtakatifu toka yuko tumboni mwa mamake. Kwa hiyo leo hatuhitaji kuhangaika na hawa watoto sana, ili watoto hao watuelewe, shuleni waeleweke, mtaani waeleweke, wasidokoe vitu vya watu, wajae Roho Mtakatifu,
Wakijaa Roho Mtakatifu tutawaona hapa, wanakuja kujifunza kinanda, wanajifunza kupiga saxophone, tutawaona hapa, wanajifunza kuimba, tutawaona hapa, wanakimbizana na shughuli za kanisani baada ya kwenda kukimbia kimbia mitaani kudokoa mayai ya watu. Amina. Hutapata kazi. Omba Roho Mtakatifu kwa watoto wako, yeye ndo mwenye uwezo wa kushughulika na watoto. Lakini sambamba na hilo, jambo la 12, wafundishe kuwa watoto wako Mungu anawapenda na ana kusudi maalumu katika maisha yao, na ndio kauli yao ambao wanaimba, si ndio eh? Watoto mpo, mmeitwa kufanya nini? Si mnaona? Kaeni, mko vizuri sana. Wafundishe watoto kuwa nyinyi ni wa thamani, Mungu anawajali, tena kuna kusudi kwa ajili yenu. Usiwaambie watoto yani sijui nilizaa nilitapika. Unabadilisha na majina, unampa mtoto unamwita mbwa we. Mtoto mmoja alimwambia mamake baada ya kuona mama anamwita mtoto we nyau, akasema nyau mwenyewe, kwa sababu hajaribu kuona kama huyo mtoto ni wa thamani. Anamwita mtoto pusi, na mtoto akasema mtu anayezaa pusi yeye ndo pusi wa kwanza. Pusi atazaaje mbuzi? Unaweza ukaona. Na niliwaambia hata watu asubuhi, ukitaka watoto hawa wafanye vizuri hata kwa ajili ya mambo ya Mungu, wewe watazamishe mambo mema, sema nao maneno mazuri. Sasa hivi ukimwambia hata Toma, yani Toma, uko vizuri sana mwanangu. Kama kuna watoto na wategemeaga nikiwatumaga wachelewagi kufika, yani wewe ndio mwenyewe kabisa. Kwanza kuna mtoto mwingine hapa nyumbani ni wewe, alafu mwambie nenda pale Bonanza kaniletee dagaa, ila usichelewe mwanangu, si unajua kuna wageni. Utasikia atakavoruka hapa, dakika 5 hazitoshi ameshakuletea dagaa. Lakini ukianza kumwambia, yani kama kuna watoto wananikeraga, ni wewe mtoto usikiagi. Akitoka pale anasema mimi sisikiagi. Kwa hiyo utakapomjengea mtoto maelezo mazuri kwa ajili ya Mungu, unamleta kwa Mungu na ataendelea kukaa na Mungu akijua kumbe mimi nina thamani mbele za nani? Mbele za Mungu. Na siku ya Ijumaa, Alhamisi, nafikiri kama sio Alhamisi, Ijumaa, nilionyesha mfano moja kukuonyesha watoto ni wa thamani. Nikasema hivi, leo hii ukichukua mshumaa ambao bado haujaisha na ukaletewa mshumaa ambao upo katikati, halafu unapewa ile saa kama ya saa 1 hivi, unajua bado kuna usiku mrefu na upo ndani ya nyumba kwenye chumba ambacho hakina umeme, utachagua ule mrefu au utachagua ule uliofika nusu? Mtu mmoja nijibu tu kabisa, utachagua mrefu, si ndio eh? Sasa iko hivi, mimi unayeniona hapa nimeshamaliza nusu karne, yani mimi hapa natembea hivi na uso unang'aa, ukiangalia unang'aa. Mimi ni mzee, nimeshapiga nusu ya karne hapa nilipo. Unaniangalia misenzero, mimi sio mwenzako. Nyi bado vijana na kinaseba, sisi au kina Yohana kesho kutwa tu tunakula hapa wali hapa. Sasa kama nimeshakata miaka 50, manake mimi nimeshapungua kabisa, si ndio eh? Lakini tukimkuta Toma ana miaka 13, yeye yuko pale juu. Kwa hiyo unaweza ukaona huyu mtoto ni wa thamani kuliko mimi unayeniona nahubiri hapa. Mungu kazi na mimi umebaki muda mfupi, lakini Mungu na Toma bado ana muda. Kuna mtu ananielewa? Yaani hawa jamaa unavyowaona hapo sasa hivi, hao wana kazi ya kuendelea kupita kuhubiri, wana kazi ya kuendelea kupiga siezi, kasifeta, wanaendelea tayome, wanaendelea sijui nini, wanaendelea kupiga injili mahali. Lakini mimi sasa hivi nikifanya huduma muda tu nachoka, nalala kitandani, niko hoi, sina kazi.
lakini hawa jomba zangu hao na binamu zangu na shangazi zangu wako pale, ndio mama maaskofu wa kesho, ndio maaskofu wa kesho kutwa, ndio madivoketi wa kesho kutwa. Hawa wana thamani kubwa kuliko sisi. Kwa hiyo mimi ninapoenda kuhubiri Injili, na nimemwambia hata Mwambona, ukisema wanaotaka kuokoka wakipita watoto 50 na watu wazima 40, mimi ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya watoto waliopita wale 50. Nataka nikwambie leo, lile limti likubwa pale nje ukiling'oa ukaenda kupandikiza mahali, huwa halikupandiki. Ukichukua mche mdogo ukiupeleka kwenye kitaru huwa unakaa. Ndio maana leo tunahangaika, watu wanatusumbua, walishakunywa pombe, wana miaka 60 na mapengo mengi, akishaokoka na kufa kesho hana kazi. Hana kazi. Wewe unaona wameokoka watu wazima 40, yani hapo unarukaruka na kuruka. Nimepata, sikiliza, hao wakiokoka hao ndio Mungu amekuwa amepatia utukufu. Kwa sababu gani? Hawa bado mshumaa wao uko juu kabisa kule, wanahitajika. Hao ndio wanatakiwa kizazi chao, kuliko mtu wa miaka 80 anaokoka leo na kesho anakufa. We kodi lori uje ung'oe mti pale, nakupa ofa ya kulipa hela lori, niambie mchungaji, nimepata kitaru nimepandikiza, ona kama litaota. Kwa maana nyingine, maneno tukisema kwa watoto huwa yanakaa na huwa yanazaa na huwa yanaleta matokeo kuliko watu wazima. Ndio maana hata hapo unaona sasa hivi tumetangaza sikukuu yao, wako wengi wamejaa, lakini kuna sikukuu nyingine ungeshangaa wala, lakini wao hao wamejaa, halafu hawana shida na hakuna la kuwakwaza. Mnakosana hapa mnaanza kucheka nao. Ndio maana akasema ufalme wa Mungu ni nani? Ni wa nani? Ni wao. Kwa hiyo mtoto ni wa thamani kuliko maelezo. Na watu wengi wazazi waliokoka kupitia watoto, walienda nyumbani wakasema, sikiliza baba, kule kwetu tuna mchungaji anahubiri, watu wanapona, wakishuhudia wanaaminika. Na ushuhuda wa mtoto tukienda mahakamani ni wa kweli. Jamani, kweli sio kweli? Hawapepesagi maneno. Unaweza ukadanganyana naye nyumbani pale anakusikiliza, mkienda mahakamani anakuumbua, sema ni kweli baba aliua, nilimwona, ila aliniambia nisiseme. Sasa unajiuliza, mimi nilikwambia usiseme, mbona unasema sasa baba aliniambia nisiseme? Hawa hapa. Kwa hiyo watoto ni wa thamani kwenye ufalme wa Mungu kuliko kawaida. Sasa leo nina vitu vingine vichache, halafu nikamalizie madhara ya kutokulea watoto kwa njia inayowapasa. Jambo namba 13 ambalo linatakiwa namna mojawapo ya kulea watoto, tunahitaji kuwafundisha watoto neno la Mungu pamoja na kufanya ibada nao kwa mazungumzo. Naomba mtu mmoja nisomee kitabu cha Kumbukumbu la Torati sasa, sura ya 4 na mstari ule wa 9. Mpeni mic. Okay, yuko mchungaji na mic. Nisaidie kusoma. Anasema lakini jihadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii, usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako, yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Watoto wa watoto wako maana yake wajukuu wako. Siku ile uliyosimama mbele za Bwana wako huko Horebu, Bwana aliponiambia, nikusanyeni watu hao, nami nitawasikizisha maneno yangu, ili wajifunze kunicha mimi siku zote. Huko Sioni kule, siku zote watakazoishi duniani, wakapate na kuwafundisha. Naomba mtu mmoja wafuate kinapaso, wamekaa kule ndani tu, sielewe kazi wanayoifanya na wananikorofisha, na tuko live, muendelee kunikorofisha tu. Twende.
Uko mchungaji, umeenda mbali sana. Ulitakiwa uishie tu pale pa kuelekeza watoto basi. Baada ya hapo nenda kasome sura ya 6 mstari wa 5 mpaka wa 7. Ukimaliza utasoma Timotheo sura ya Timotheo wa pili 3 mpaka 15. Tuanze hii Kumbukumbu 6:5 mpaka 7. Anasema nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Mstari wa 7 ndio unaishia hapa. Nawe ufundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 15. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 15. Na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Mpaka mstari wa 15. Baba, usipende kusoma nisivyokuambia. Mungu akubariki. Mpaka mstari wa 15. Biblia inaongea kwa habari ya kufundisha watoto neno la Mungu, na huyu aliyesema alikuwa ni Musa. Anawaambia wana wa Israeli namna watakavyokaa na watoto wao na familia zao. Anasema vile ambavyo mmesikia hayo maneno, nendeni mkawafundishe watoto wenu pamoja na watoto wa watoto wenu. Na mimi nataka nikuambie leo, mtu wa Jehova, ile namna mojawapo ya kulea watoto ni kuwawekezea na kuwafundisha maneno ya Mungu. Inawezekana unapambana kuwafundisha kwa habari wajue kuandika, wajue kusoma, uko vizuri sana. Lakini nataka nikuambie mchana wa leo, watoto hawa ukiwawekezea neno la Mungu, watoto hawa watakuwa na watajua direction ya maisha yao, na watatengeneza mazingira ya kujua ramani ya maisha yao. Wanaanza wapi, wanaelekea wapi, nini kinatokea. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu lina nguvu. Wanasema ni pumzi yenye uhai wa kuweza kubadilisha na kututengeneza. Hivi kinabanda tulivyo, tumetengenezwa na neno la Mungu. Amina. Leo watu wamewajaza watoto vitu visivyofaa, wamekazana kualisha uji walishe, wakanenepa, wakawa na misuli, wakaishia kupiga mama zao, wakawa na misuli, wakaishia kufinya mama zao. Waliacha kuwasemesha kwa habari ya maneno ya Mungu. Na Biblia inasema kwa bidii. Ina maana utakiwa kuwafundisha siku moja alafu ukapotea. Unajua maana ya bidii? Nilikuwa naongea asubuhi nikasema, wakati tuko hapa na wapiga saxophone, Eliovera nilimwona jana, sijui amepotelea wapi. Alikuwa akikaa hapa, anaweza kakaa hata amsikii kama kuna mtu amekaa napiga saxophone. Lakini akaja Joeli, anapiga kwa bidii, anazunguka anapiga. Watu wanasikia kuna mtu anapiga. Watu wanasikia kuna mtu anapiga. Kuna bidii, kuna juhudi imeongezeka. Kwa hiyo watoto tunaaswa kuwapandikizia neno kwa bidii. Weka neno la Mungu kwa bidii. Anaamka, weka neno kwa bidii. Anaamka, weka neno. Anarudi shuleni, unamuuliza unakumbuka jana andiko, unamwongezea na lingine, unampa na lingine. Kesho mtoto anakuwa na maneno ya kutosha ya Mungu. Na hamuitiki kwa sababu hamuwafundishagi. Mulitaka niseme pokea gari, kama kwa Mwamposa juzi. Nakuambia alafu narudi leo ni yule yule, huna badiliko lolote. Utakunywa maji sana mpaka utapata tumbo. Alikuja rafiki yangu akashuhudia, akasema nikakuta wanasema mwili umejaa maji. Maji yametoka wapi? Nataka niwaambie, wafundishe neno la Mungu watoto wako. Ni vitu ambavyo huwa hatufanyagi. Biblia inatuambia kwa bidii. Manake kama ulikuwa unafanya kwa ulegevu, hakikisha unaongeza nguvu. We mama umekazana kuwapikia chai asubuhi na unawajazia wali unawajazia na maharage kiporo cha jana, unasababisha watoto matumbo yako hivi.
katoto bado kadogo kana kitambi kabisa. Unauliza, neno la Mungu hujawahi kapandia, ila umekasababishia kiporo cha wali mpaka kinasababisha uvimbe wa tumbo. Mko hapa, wewe unafikiri unamsaidia mtoto, unamwambia chukua na ukoko, anachukua na ukoko. Hautoshi, kalete na maandazi. Maandazi alishalala kule siku 3 yameusu na kuhusu, nayo anakula. Lakini ukirudi kwenye neno la Mungu huna habari naye wiki nzima, mwezi mzima, mwaka mzima. Nataka niwaambie, hatutakuwa na kizazi kinachomjua Mungu bila neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio linalotusaidia kumjua nani? Mungu. Lakini nikagundua, nikasema, unajua tunapiga kelele bure. Kwanza hawa watu wenyewe wao wanasomaga neno la Mungu. Yaani huyo mwenyewe unayezungumza naye akafundisha, yeye anasomaga neno la Mungu. Yaani yeye mwenyewe asomaga. Na hapa hata nikiuliza hapa, nani ana Biblia na diary, utasikia. Ila ningesema hivi, kesho mje na kitenge, kuna kiki na hiki kinaenda kupatikana, ungesikia vitenge visingetosha hapa. Lakini diary ya kuchukulia maneno ya Mungu, wapi? Hapa wako tayari. Mzee Mtweve, ukitangaza CMF kesho wanaume mje na vyombo vya kupokelea zawadi, unafikiri patatosha hapa? Ila wewe wafuatilie wanaume kama wana diary na Biblia sasa. Kwa hiyo hawana muda kumfundisha mtoto maneno, kwa sababu wewe mwenyewe husomagi neno la Mungu. Nataka niwaambie, mkasome maneno ya Mungu. Ukisoma neno la Mungu kwanza litakupa assurance ya wewe ni nani, yani linakuelekeza. Mimi nilivyookoka na nikasoma neno la Mungu, kutoka hapo nikauaga umaskini. Nikasema hivi, kati ya wachungaji matajiri, mimi ni mchungaji tajiri. Yaani nilitabiri mapema na nilijisemea mapema. Kilichonisaidia ni ramani ya Biblia, neno la Mungu. Leo wewe unapata wapi mwelekeo wa maisha kama usomi neno la Mungu? Uko bize na kazi, uko bize na biashara. Na wengine hata mko hapa sasa hivi mmeshika visimu mnachati. Alafu ukitoka unataka Mungu akakutembelee. Mungu hawezi kukutembelea. Basi ni Mungu binamu yako. Lakini kama ni Jehova ile naye mfahamu, Mungu afanyagi hayo. Lakini jambo la 14, wafundishe watoto wako kudumu katika maombi. Naomba unisomee sura ya 6 Matendo ya Mitume na mstari wa 4, na Efeso 6 ile 18, tutamalizia na Yakobo 5:16. Naomba mtu mmoja nisomee. Wafundishe watoto wako kudumu katika maombi. Nisomee Matendo ya Mitume 6 mstari wa 4 na Efeso 6 mstari wa 18. Matendo ya Mitume 6 mstari wa 4 nao unasema, na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia ile neno. Halafu nenda Efeso 6 mstari wa 18. Yakobo 5:16. Yakobo 5:16.
Kaa mtu wa Mungu na Mungu akubariki. Wafundishe watoto kuwa kwenye maombi ya kudumu na kuendelea. Leo tuna kizazi kinachotusumbua sana. Yaani hata hapa sasa hivi tungeisha tamasha leo, tuite kesho, tuishe Ketukuyu, pangejaa muda wote, watu wanajaa wanaserebuka. Na hivi juzi watu wamelaumu hatukulitangaza vizuri lile tamasha la kina Gwamaka. Lakini waite kwenye maombi. Kama utaona mtu anakuja kufunga 3 kavu hapa, utashangaa hawa wamechoropoka kwenye chips, hawa wamepita kona ile pale. Tunatengeneza kizazi ambacho kina shida. Leo kati ya watu ambao wanatusumbua makanisani ni waimbaji, hawana maombi. Na matokeo yake utasikia mwimbaji fulani, mbona ndoa yake imekufa, mwimbaji fulani mbona ameanguka. Nini tatizo? Hana maombi. Hana maombi. Na kibaya zaidi, hata waimbaji kanisani wanakuja praise, wanakuja hapo wanaimba, ukiwauliza mara mwisho mmefunga 3 kavu lini, kama wanakuambia. Na hiyo ndio imetupelekea mpaka leo unakuta wanatongozana kati ya praise kijana na praise binti. Vocha anaminyaka vocha, sina 5,000. Kesho lunch, kesho kutwa dina, mtondogoo wanatoka out kwenye kitimoto. Wewe unafikiri una watu, kumbe una matatizo matupu. Tatizo watu sio waombaji. Tunahitaji kuwafundisha watoto wetu kuomba. Tuwaambie maombi ni kila kitu. Maombi yanafungua, maombi yanabariki, maombi yanaponya magonjwa, maombi yanalinda, maombi yanatunza, maombi yanatoa kwenye gereza. Nilikuwa nawaambia asubuhi, leo tuna shida. Unakuta kadada kanapambana kutengeneza nywele. Nataka nikwambie, wanaume wanapatikana kwenye magoti. Tuwaambie watoto wetu, wanaume wanapatikana kwenye magoti, hawapatikani kwenye lipstick. Tuwaambie vijana, leo ndoo zinavunjika kila kunapokucha. Tatizo ni nini? Likaka likatazama tu mdada amelaza nywele zilikafika humo, likaona nywele, nasema mimi nimekuona. Umeniona, subiri moto wake utakao kuwakia. Wanafunga leo ndoa, kesho kutwa ndoa imevunjika. Hawa watu hawakumtafuta Mungu. Sikiliza, anayeleta mwanamke ni Baba wa mbinguni, anayeleta mume ni Baba wa mbinguni. Tunataka tufundishe kizazi kitakachojua, natafuta mke itapatikana madhabahuni kwenye magoti, anatafuta elimu inapatikana hapa. Hatufundishi kuomba. Matokeo tuna watoto majobless, wamebaki wanaimba pambio tu, hawana habari na Yesu. Unaona wanarukaruka hapo, unafikiri pana mtu, hamna mtu. Mimi ninataka wewe, unaona kina Dankeni wanaimba pepo zinatoka nini, ni watu wa maombi. Lakini leo tuna watoto tunawaambia tu, nyinyi endeleeni. Unakazana toka Februari mpaka Januari, hujawahi mwambia mtoto leo tufunge mpaka saa 6, tufunge mpaka saa 8, tufunge mpaka saa 12. Unaendelea tena siku zinazofuata, unaendelea. Lakini tatizo nikaligundua lipo kwa wazazi wenye sio waombaji. Ndio maana tunawaita njoo kwenye maombi, hamji. Utamwelekeza mtoto kufunga na kuomba wewe? Wewe mwenyewe kufunga kumekushinda. Nataka niwaambie, hakuna hilizi, hakuna uchawi, ni maombi. Ndio maana niliwafundisha habari ya maombi, jinsi anavyofanya. Hicho ukikishika, mwafundishe watoto wako kuwa na maombi ya kuendelea, kuwa na maombi ya kudumu. Lakini watu wanafika tu mahali wao wanafurahi kuvaa pete. Haya, vaeni pete. Kumbe kikao kimekaliwa katika ulimwengu wa roho kinaharibu hii ndoa, kwa sababu wamekosa maombi ya kushughulika na mambo ya ulimwengu wa roho. Unashangaa kesho yako mwanaume anaenda kwenye ulevi, mwanamke anaenda baa, halafu anasema mimi nilikuwa nanifahamu, nilikuwa nakwenda Jehova ile nitafutie mwanaume, wewe unanichezea eti. Lakini ukiwa mwombaji, Mungu atakuonyesha
Atakwambia kale kadada unakaona, ni kweli unakaona kadhaifu. Acha huyo ambaye amejipamba sana, amepiga mahereni mpaka ni muhuni huyo. Kuna wakaka wanatembea, wakaka wamejaza mkuta, wamevaa majinsi yao, amepiga wallet, ameweka makaratasi humu ndani. Makaratasi wewe unafikiri ameweka hela, amejaza. Anakuja kukufuata, anapochomoa aliweka kairufu 10 pale juu juu, wewe unafikiri kuna hela, kumbe ni makaratasi. Sasa huna maombi, unaanza kuolewa na mwanaume aliye na ripoti likubwa na kwenye usuruali limetuna hivi, ameweka makaratasi ya magazeti, amekatakata vipande kule. Wewe unalogwa na hayo, unaingia ndani, hata hela ya chai hamna. Nataka nikwambie wazazi, tuwafundishe watoto maombi ya kudumu na kuendelea, ndo usalama wao. Na hii wewe watoto hutabaki nao siku zote, watoto watajiendea. Wanapoenda kule wataishi vipi? Na wewe ukuwafundisha siri ya maombi. Wenzio wanalisisha watoto uchawi, wanawapa hilizi. Yaani kama hivi juzi Mamtevi ameozesha binti yake, angemfungashia mahilizi mengi, anaenda naye. Sasa muulize, umemfunganisha nini mzee Mtwevi? Eti umemfungashia nini Hosana? Sasa kama ukumfundisha toka mwanzo, atafika wewe uliombea, utaomba wewe mwenye hapo, mmaliza na mke wako, yeye anaenda kule maombi anasahau. Lakini kama ilikuwa ni desturi, umempandia mtoto ndani, anajua akifika tu kule Uingereza, kitu cha kwanza anafika anaanza kutamaraki, rika pasheketepe rama shanda mando rika mando, anateka lile anga, anateka lile eneo. Lakini wewe unafikiria nimemaliza, karagabaho. Wafundisheni watoto kujua maombi ya kudumu, na sio kirahisi. Hao wanapendaga kamata, kama vile mama unavyomnywesha uji, shindilia kwenye pua, funga jiko, hakuna kupika, sema mtafunga kwa lazima. Wewe unafikiri ukionea huruma atakufa siku moja? Mbona akienda kulazwa hata wiki anakaa tu anapemea mpira? Uambie hapa ni kufunga. Lakini jambo lingine, wafundishe watoto wako waombee watoto wako maisha yao kwa Mungu wao. Wewe kama mzazi, waombee hao watoto. Naomba nisomee kitabu cha Yohana sura 17 mstari wa 8 mpaka 9. Tutaenda kusoma Luka 23, 27, 28. Waombee watoto wako katika maisha yao. Msomaji wangu, naomba nisomee Yohana 17 mstari wa 8 wa 9, halafu taenda Luka 23, 27, 28. Baada hapo naenda kukuambia madhara mawili tu leo ya wale watu ambao hawalei watoto katika njia iwapasayo. Karibu. 17 mstari wa 8. Nao nasema, kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Endelea mpaka mstari wa 18, mpaka mstari wa 9. Mstari wa 9, mimi nawaombea hao, siuombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako. Inatosha. Soma 23, Luka 23 mstari wa 27, 28. Luka 23 mstari wa 27 na 28, nao unasema, mkutano mkubwa wa watu wakamfuata, na wanawake waliokuwa wakijipiga vifua na kumwomboleza. Yesu akawageukia akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Amen. Mungu akubariki. Tunahitaji kuwaombea watoto wetu.
Biblia inatuambia kwa habari ya Yohana sura 17, Yesu wakati amekaa na wanafunzi na siku zake za mwisho mwisho za kuagaga, anawaombea, anamwambia Baba kwamba hawa ulionipa Baba wapo na mimi nawaombea watu hawa waendelee kudumu, lakini pia siuombei ulimwengu ila nawaombea hao. Na mimi nataka nikwambie mama, baba, waombee watoto wako. Lakini ukienda 23 ile Luka 27:28, Biblia inasema wakati Yesu amekamatwa anapelekwa Goligota, kina mama wakawa wanaendelea kupiga kelele, wana huzuni. Jamani, huyu mtu alikuwa anatulisha mikate, huyu mtu sisi samaki, huyu mtu sisi mbona tumekunywa divai, leo kuna nini mpaka wanaenda kumsurubisha? Biblia inasema wamama wakapiga kelele sana kwa huzuni, kwa sababu Yesu alikuwa mtenda mema. Lakini wakati kina mama wanaomboleza, Yesu alisimama akawageukia. Nilikuwa nasema asubuhi, nikasema jicho la Yesu likikuangalia linaleta wokovu, sio macho haya kwetu. Unajua kuna macho ya sisi wanaume, halafu kuna wanawake wakishaona macho yako unapowatazama mwanamke anaisha anasema hayo macho sio ya kawaida. yani wanawake juzi tu tumetoka kupata kesi hapa Mwambona, si ndio? Kwamba yale mazungumzo yalikuwa yanaongelewa yalikuwa yanaashiria kitu fulani. Unaona? Sasa kuna macho wanawake huwa wanaangaliaga kwamba huyu mwanaume ananiangalia hivi, hapa kuna kitu, something wrong hapa. Lakini Yesu hakuwa na macho hayo. Yesu akaangalia macho hivi, akawaangalia kina mama, akaambia sikieni kina mama, msinililie mimi, jililieni nyinyi nafsi zenu na watoto wenu. Kwa nini? Nataka nikwambie rafiki yangu, wewe umepeleka mtoto chuo, kumbe kuna muhuni tu ameenda amemdaka hapo pembeni, amembania kakona fulani. Unafika jioni unakuta kabinti kako na livuta bangi mahali kama limekamata. Wewe unalipa ada, wewe unapambana, umeacha na kula sato, umeacha kula nani kuvaa nguo mpya, unalilipia litoto limebanwa na muhuni hapo. Jamani, ni kweli sio kweli? Ndio maana Yesu akasema msinililie mimi, jililieni nyinyi na watoto wenu. Akasema hao mnaowaona msipowaombea watakuwa faida ya wahuni mtaani. Wewe unakula dagaa mpaka unapata vidonda vya tumbo kuna lihuni linajisevia hapo mtaani. Alafu kibaya, mdada akipenda anachukuaga na ada anakabiziki kwa mwanaume. Jamani, wanawapaga. Yani wewe unalipa ada, asema zimekuja, wanatoka out mtoko, wanaenda kula chipsi mayai. Nataka nikwambie, lia kwa ajili ya watoto wako mama, lia kwa ajili ya watoto wako baba. Omba, mwambie Yesu, nisaidie nilelee watoto hawa. Amina. Lakini mwisho nataka nikwambie madhara ya aina mbili ya kuto kuwalea watoto kwa njia ipasavyo. Hapa nitakusomea maandiko, sababu mbili, na nitakusomea maandiko kwa ajili ya muda wangu. Nitakiwa nimalize na nusu, lakini sina namna, ngoja nimalize niombe dakika 5 mbele. Madhara ya kwanza unapoacha kuwalea watoto katika njia iwapasayo, watoto wako wanachukuliwa na dunia. Watoto wako wanachukuliwa na dunia. Leo hii kuna wazazi watoto wao wamechukuliwa na dunia, hawapelekagi hata vocha kwa wazazi, wala sukari, wala wawapigiagi simu. Ndo hao ukienda pale barabarani, chako ni chako, utakuta tudada tunavinguo tumevaa sketi za wadogo zao. Unafungua tu gari, tumefika, tudada poa, tunauza miili yao. Dunia imewachukua na huna cha kufanya. Anakuambia mimi kwa kazi ya kuuza mwili ninajenga, kwa kazi ya kuuza mwili ninakula. Nataka nikwambie, usipomlea mtoto kwa njia inayompasa, dunia itamchukua. Utakuta huko wanakula madawa ya kulevya, wanavuta bangi,
wengine wanaenda kwenye ushoga. Tumefuatilia watoto wengi kabisa wamepelekwa kwenye ushoga. Ukisoma waraka wa kwanza sura ya pili mstari wa 15 mpaka 16 utaona pale dunia ilivyo mbaya. Lakini jambo la mwisho, kuna laana inayoambatana na familia yako. Usipoilea familia kwa njia ipasayo, kuna laana inayoambatana na familia yako. Utaandika andiko, kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura ya pili mstari wa 12 mpaka wa 17. Utaenda utaandika Samueli huyo huyo wa kwanza sura ya pili mstari wa 30 mpaka wa 34. Lakini mwisho utaandika sura ya 4 mstari wa 10 mpaka wa 12. Sikiliza, hapa panasema habari ya watoto wa kuhani Eli. Eli alikuwa na watoto wawili, mmoja alikuwa anaitwa Hofni, mmoja alikuwa anaitwa Finehasi. Na hao watoto wakiwa kwa baba yao kuhani walikuwa na tabia ya kibarazuri, walilelewa vibaya, wakawa wanaenda, watu wanapoleta zile dhabihu wao wanaenda na wanaenda kuopoa nyama wale, na wakizuiliwa wanachukua kwa nguvu. Lakini hawakuishia hapo, wakawa wanalala na wanawake wanaotumikia pale kwenye madhabahu. Na ndio hili ambayo leo tunapata shida makanisani. Tuna watu wanaimba praise, huku ni wazinzi. Jeuri kabisa, wanatuharibia ibada. Nataka nikuambie, siku zako zinahesabika. Kama uko hapa wewe unaimba praise, huku ni mzinzi, siku zako zinahesabika. Unafanya huduma, huku ni mzinzi, huku ni mwizi. Nataka nikuambie, siku zako zinahesabika. Nimekuwa nikifundisha hata mafungu ya 10 mara kadhaa. Tuna mijizi iko kanisani, halafu inakuja hapa inaimba haleluya, haleluya. Unamwimbia nani? Unakula vitu vya Mungu. Hawa kao mabarazuri wanakula dhabihu, Mungu akakasirika, akasema wanaipiga teke dhabihu yangu. Asiye niheshimu na mimi sitamheshimu. Lakini hakuishia hapo, akasema hawa nitawaua wote wawili kwa siku hii moja tu. Lakini akatangaza laana nyingine, akawaambia hivi, hakutakuwa na mzee atakayefikia umri wa uzee kwenye familia hii. Na mimi maandiko haya yalinitoa machozi nilipokuwa najiandaa. Watoto wako usipowalea vizuri, unategemea watakuwa wapi? Watakuwa wapi? Ndio maana leo unaweza ukaona watoto wengine wanaanza kufa mapema hata kabla ya wazazi wao. Tatizo, malezi waliolelewa wakaingia kwenye uovu, wakaenda kufia huko. Huhitaji kutafuta mchawi. Mchawi wa kwanza ni wewe mzazi. Eli analetewa taarifa ya tabia ya watoto wake, anawaambia tu, nyi wanangu, nimesikia mambo mnayofanya sio mazuri nyumbani mwa Mungu. Anawaambia watoto hivyo. Mungu akakasirika, akasema sasa hawa mimi mwenyewe nawashughulikia. Ile sura ya 4 mstari wa 10 mpaka wa 12, Biblia inasema kulikuwa na vita kati ya Wafilisti pamoja na Israeli. Wakapigwa wa Israeli, wakakimbia, wakaenda kachukua sanduku la agano, wakaja nalo vitani, wakapigwa watu 30,000 wakaisha. Halafu na sanduku likatekwa, wakaenda wakawaua watoto wa yule mzee huyu Finehasi pamoja na Hofni. Nataka nikwambie mchana huu, anza kufikiria juu ya maisha ya watoto wako. Ndio maana Ayubu alifika mahali anawapeleka watoto, sema sijui wametenda nini, lakini Bwana warehemu. Mungu wetu ni Mungu ni moto ulao. Acha kucheza na madhabahu ya Mungu hii. Hii ni madhabahu nyingine. Yuko Mnazareti mahali hapa. Ukicheza naye maisha yako hayawezi yakaenda. Leo tuna watu wanapiga dhambi huku wanaendelea na huduma. Wanapiga dhambi
huku wanaendelea kusifu, wanapiga dhambi huku tuko nao mtaani kushuhudia, na wanasababisha hata kazi ya Mungu isiende. Nataka nikwambie, kama baba na mama umeshindwa, umeikabidhi dunia. Dunia haishindwagi na mtu, lakini ukiruhusu watoto wako waishi hayo maisha, unatengeneza kesi na Mungu, na Mungu akiingilia kati atatandika watoto wako, utabaki wewe mwenyewe. Simama mahali ulipokaa. Ukiwa umesimama hapo, utanisaidia kusema maneno haya, kwa sababu ninatamani ibada ya leo tuikabidhi tu kwa watoto wamalizie mambo yao. Tukisema si tuendelee sana hapa, tutajikuta saa moja alafu hawakuandaa chakula cha watu wote, wameandaa chakula wao tu. Naomba ufumba macho yako, inua mikono juu, fuatisha maneno haya na uwe serious. Mimi sijui unavyolea watoto wako, mimi sijui wewe mwenyewe unavyoishi, kwa sababu tuna wengine hawalei, lakini wao wenyewe wana maisha mabaya na mko hapa. Nyosha mikono yako juu, alafu fumba macho. Sema, Yesu, ninakuja mbele zako na kuhitaji tena Bwana, naomba unisamehe. Nimegundua nimekukosea, iwe katika kulea au iwe katika kuishi mimi mwenyewe, lakini mchana wa leo naomba Yesu nisaidie. Naomba Yesu nisaidie, nisiingie kwenye laana, nisiingie kwenye kifo pamoja na watoto wangu, kama Hofini pamoja na Finehas walivyouawa. Pia laana ilivyoanguka kwenye ile familia ikatengeneza maisha yao yasifike kuwa wazee, ni kwa sababu ya maisha yao ya uovu. Na mimi leo naomba Yesu nisaidie, nianze kuishi vizuri, nianze kulea vizuri, nianze kutembea vizuri, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, amen. Shangilie Yesu. Ninaomba niache ibada kwa watoto. Piga makofi, ongeza makofi kwa ajili ya Yesu. Piga makofi tena kwa ajili ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wetu ndo umefika, ndo tunaanza sasa sherehe yetu. Mwambie mwenzako ndo tunaanza, ndo tunaanza. Naomba muda huu nimkaribishe mama yetu mlezi, mama mchungaji, aweze kutufungulia ibada yetu na sherehe yetu. Karibu mama, na Mungu akubariki. Atatufungulia kwa maombi na atakuwa na neno lolote anaweza akazungumza. Karibu tufungulie kwa maombi, afu baada ya hapo watoto tuendelee na mambo yetu. Ndio tumeanza. Karibu mama. Watoto, Bwana Yesu asifiwe. Hongereni kwa sikukuu. Amina. Tunapenda kumshukuru Mungu sana kwa kilele ya siku ya watoto. Mungu awabariki wazazi kwa kuwa hamkutuacha toka tulipoanza semina siku ya Jumatano. Mlikuwa pamoja, tulikuwa wote tunashiriki semina mpaka leo tumefikia hatimaye ni kilele chetu. Amina. Kwa hiyo tunaenda kufungua
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watoto, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, sisi ndo tunaanza sherehe. Maana yake sisi tutafungua sherehe yetu sisi